Awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kukutana hapa leo katika kongamano la 11 la Chama cha Wanafunzi wa Taaluma ya Maabara Tiba Tanzania, yaani TAMILASA, lenye kauli mbiu isemayo kuimarisha mfumo wa maabara kwa huduma imara za afya na utekelezaji wa huduma za afya kwa wote, nafasi ya ubunifu, vijana na ushirikiano wa kimataifa, yaani strengthening laboratory system for resilient healthcare and universal health coverage, the role of innovation, youth and global collaboration. Kauli mbiu hii inaakisi nafasi kubwa ya taaluma ya maabara tiba katika kuimarisha mifumo ya afya, kukuza ubunifu wa kisayansi na kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora za afya kwa usawa. Kwa namna ya pekee, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa uongozi wa TAMILASA kwa heshima kubwa mlionipa ya kunialika kwa mgeni rasmi katika tukio hili muhimu na lenye tija kwa maendeleo ya sekta ya afya na elimu nchini. Aidha, nawapongeza viongozi na waandaaji wa kongamano hili kwa maandalizi mazuri yaliyowakutanisha wanafunzi, wataalamu, wadau wa afya pamoja na washirika wa maendeleo kwa lengo la kujadili mustakabali wa taaluma ya maabara tiba nchini. Na kama alivyosema Rais wa TAMILASA hapa kwamba ilikuwa ni short notice, alinikuta naelekea na shughuli zangu bungeni, lakini kwa unyenyekevu alionikaribia na kwa namna ambavyo ameniomba, nikasema nije niwasikilize vijana wenzangu. Lakini jengine niliangalia, kongamano linawahusu wanafunzi, elimu, hapo nachomoa sichomoa. Linawahusu vijana, hapo nachomoa sichomoa. Lakini lina sayansi na teknolojia, natokea wapi? Sina pa kutokea. Nikasema hamna namna nije kukutana na kundi hili ili walau pia nisikie kwa upande wa afya wanafunzi wana yepi ya kusema. Na nashukuru sana, Mwenyezi Mungu ameniwezesha nimefika. Nimesafiri jana kutoka Dodoma, lakini hii yote ilikuwa kwa ajili yenu. Nashukuru sana. Napenda pia kufikisha salamu za Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, Mheshimiwa Profesa Adolf Mkenda, ambaye anatambua uwepo wangu katika tukio hili na ameniambia niwapongeze kwa hatua mnazoendelea kuchukua katika kukuza taaluma ya maabara tiba nchini. Mheshimiwa Waziri ameonyesha kufurahishwa na kongamano hili linalofanyika katika kipindi ambacho Tanzania na dunia kwa ujumla zinaendelea kukabiliana na changamoto mbalimbali za afya zinazohitaji matumizi makubwa ya sayansi, teknolojia, utafiti na ubunifu katika utoaji wa huduma za afya. Na kama alivyoeleza Bwana Mbele hapa kwamba tayari huko kuna breakout Kongo na Uganda. Kwa hiyo kongamano limekuja wakati muafaka kabisa. Tunaamini vijana mtakaa, mtaumiza vichwa na kuona tunaipeleka wapi afya katika miaka ya mbele. Kwa hakika changamoto hizo zimeendelea kuonyesha umuhimu mkubwa wa wataalamu wa maabara tiba katika uchunguzi wa magonjwa, ufuatiliaji wa milipuko ya magonjwa, tafiti za kitabibu pamoja na kuhakikisha huduma za afya zinatolewa zinakuwa sahihi, salama na zenye ubora unaohitajika. Aidha, nimefarijika sana kuona vijana wenye maono, uzalendo na ari ya kulitumikia taifa mkijadili kwa kina namna kuimarisha huduma za afya kupitia taaluma ya maabara tiba. Hili linaashiria wazi kuwa taifa letu linaendelea kuandaa wataalamu mahiri, wabunifu na wenye weledi mkubwa ambao watakuwa nguzo muhimu katika kusimamia na kuendeleza sekta ya afya. Viva TAMILASA, viva! Ndugu wageni waalikwa, sote tunatambua kuwa sekta ya afya duniani imeendelea kushuhudia maendeleo makubwa ya sayansi na teknolojia, hususan katika huduma za uchunguzi wa kimaabara, hali ambayo imeifanya taaluma ya maabara tiba kuwa mhimili muhimu katika mifumo ya kisasa ya huduma za afya.
Maendeleo hayo yameongeza uwezo wa maabara kufanya uchunguzi wa haraka, sahihi na wenye kuaminika kwa magonjwa mbalimbali, kufuatilia afya za wananchi kwa ufanisi, pamoja na kuwasaidia wataalamu wa afya kufanya maamuzi sahihi ya kitabibu kwa wakati muafaka. Kama tulivyoambiwa, sio kila homa ni nini? Kwa hiyo hii inaenda kusaidia kujua nini hasa homa hiyo ambayo inamsumbua huyo mtu. Yaani sio kila homa ni malaria. Kwa hiyo haya yote yanaenda kusaidia kutambua aina mbalimbali ya maradhi ambayo itatusaidia kujua kwamba sio kila homa ni malaria. Aidha, matumizi ya vifaa vya kisasa, mifumo ya kidijitali na teknolojia bunifu yameendelea kuboresha ubora, usalama na ufanisi wa huduma za maabara katika ngazi ya kimataifa. Katika kutambua umuhimu huo, serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imeendelea kuchukua hatua mbalimbali za kuimarisha taaluma ya maabara tiba nchini. Hatua hizo ni pamoja na kuboresha miundombinu ya maabara katika hospitali na vyuo vya afya, kuongeza upatikanaji wa vifaa vya kisasa vya kufundishia na uchunguzi, pamoja na kuimarisha elimu na mafunzo ya wataalamu wa maabara tiba ili waendane na mabadiliko ya sayansi, teknolojia na mahitaji ya sekta ya afya duniani. Vile vile serikali inaendelea kuboresha mitaala, mazingira ya kujifunzia na mafunzo kwa vitendo ili kuhakikisha wahitimu wanapata ujuzi, umahiri na weledi unaokidhi viwango vya kitaifa na kimataifa. Jitihada hizi zinaonyesha dhamira ya serikali ya kujenga mfumo imara wa huduma za afya unaotegemea wataalamu wenye uwezo, maadili na ubunifu katika kukabiliana na changamoto za afya za sasa na zijazo. Ndugu wageni waalikwa, nafasi ya maabara katika huduma za afya ni kubwa na ya msingi sana, kwani huduma bora za maabara huchangia kwa kiasi kikubwa kufanya uchunguzi sahihi wa magonjwa, kutoa majibu ya kuaminika kwa wakati, pamoja na kusaidia wataalamu wa afya kufanya maamuzi sahihi ya kitabibu. Tunarudi tena kule, sio kila homa ni nini? Kutokana na umuhimu huo, taaluma ya maabara tiba inaendelea kuwa nguzo muhimu katika kuimarisha ubora wa huduma za afya na kulinda afya za wananchi. Hivyo nawahimiza wanafunzi wote wa taaluma ya maabara tiba kutumia kikamilifu fursa ya mafunzo mnayoyapata ili kujijengea weledi, nidhamu ya kazi, maadili ya taaluma pamoja na uwezo wa kutumia teknolojia za kisasa katika utoaji wa huduma. Aidha, ni muhimu kuendelea na utamaduni wa kufanya tafiti, ubunifu na matumizi ya maarifa ya kisayansi ili muweze kutoa suluhisho kwa changamoto mbalimbali za afya zinazolikabili taifa letu na dunia kwa ujumla. Kwa muktadha huo, kongamano hili litumike kama jukwaa muhimu la kubadilishana uzoefu na maarifa kuhusu taaluma ya maabara tiba, kuhamasisha tafiti na ubunifu wa kisayansi, pamoja na kujenga na kuimarisha mshikamano na ushirikiano baina ya wanataaluma wa maabara tiba nchini. Sambamba na hilo, kongamano hili liendelee kuwa sehemu ya kuongeza uelewa kwa jamii kuhusu umuhimu wa taaluma ya maabara tiba katika kuimarisha huduma za afya. Ni matumaini yangu kupitia mijadala, mawasilisho na mawazo mtakayobadilishana katika kongamano hili, malengo yaliyokusudiwa yatafikiwa ipasavyo na yataendelea kuwa chachu ya maendeleo ya taaluma ya maabara tiba nchini. Nimepokea risala yenu yenye hoja, maoni na mapendekezo ya msingi yanayolenga kuendeleza na kuimarisha taaluma hii muhimu ya maabara tiba, hususan katika maeneo ya mafunzo kwa vitendo, upatikanaji wa vifaa tiba vya kisasa, utafiti, ubunifu wa kisayansi pamoja na ajira kwa wahitimu. Hoja mlizozitoa zinaonyesha dhamira yenu ya kuona sekta ya afya nchini inaendelea kupiga hatua kwa manufaa ya wananchi wote. Hivyo nitumie fursa hii kuhakikishia kuwa
serikali italifanyia kazi suala la kutokuwepo kwa mtaala mmoja wa shahada ya sayansi ya maabara za afya ili kuwepo na ulinganifu wa mitaala pamoja na ubora wa mafunzo nchini. Hivyo nizitake mamlaka za TCU na NACTVET kwa kushirikiana na vyuo vya afya kuweka viwango vya mafunzo vinavyofanana kitaifa ili lengo la serikali la kuwa na wahitimu wenye umahiri, weledi na uwezo unaokubalika kitaifa, kikanda na kimataifa linafikiwa. Kama nilivyotangulia kusema, serikali inatambua kuwa maendeleo ya teknolojia duniani yanahitaji wanafunzi kujifunza kwa kutumia vifaa vya kisasa ili kuwaandaa vyema kuendana na mahitaji ya huduma za afya za kisasa. Na hii ndio imekuwa nyimbo kubwa sana kule Wizara ya Elimu. Tunataka wanafunzi wawe na weledi, lakini wawe na uwezo unaokubalika kitaifa na kimataifa, na tunataka wawe wanaendana na ushindani wa soko la ajira la sasa. Naamini haya yote tukishirikiana yataenda kufanikiwa. Sote ni mashahidi wa uwekezaji mkubwa unaoendelea kufanywa na serikali katika sekta ya afya nchini. Hivyo napenda kuhakikishia kuwa serikali itaendelea kuwekeza katika kuboresha miundombinu ya vyuo vya afya pamoja na maabara zake kote nchini ili kuongeza ubora wa mafunzo na huduma za afya kwa ujumla. Aidha, katika kukabiliana na changamoto ya ajira na nafasi za kujitolea kwa kada mbalimbali ikiwemo sekta ya afya, serikali imeandaa mwongozo wa ajira za kujitolea unaolenga kuwapatia wahitimu fursa ya kujenga uzoefu na kuongeza ujuzi kabla ya kuingia rasmi katika soko la ajira. Vile vile serikali itaendelea kutafuta njia bora za kuongeza nafasi za ajira katika sekta zenye uhitaji mkubwa, hususan sekta ya afya, ili kuwawezesha wataalamu wengi zaidi kulitumikia taifa letu. Waalikwa, nikielekea kuhitimisha hotuba yangu, napenda kuhakikishia kuwa serikali itaendelea kuchukua hatua madhubuti za kuimarisha maendeleo ya taaluma ya maabara tiba nchini kupitia upanuzi wa fursa za mafunzo ya ubobezi, tafiti na bunifu mbalimbali katika sekta ya afya. Aidha, serikali itaendelea kuimarisha ushirikiano kati ya vyuo vya elimu ya juu, taasisi za afya na sekta binafsi, pamoja na kuboresha mazingira ya ajira na upatikanaji wa mafunzo kwa vitendo kwa wahitimu wa taaluma hii. Lengo ni kuhakikisha Tanzania inaendelea kuwa na wataalamu wa maabara tiba wenye weledi, umahiri, maadili mema na uwezo wa kutumikia teknolojia za kisasa katika kutoa huduma bora za afya zinazokidhi mahitaji ya taifa na viwango vya kimataifa. Napenda kuwapongeza tena waandaaji wa kongamano hili kwa maandalizi mazuri na ninawatakia washiriki wote mjadala wenye tiba utakaoleta mawazo na mapendekezo yenye manufaa kwa maendeleo ya taaluma ya maabara tiba na sekta ya afya kwa ujumla. Ninawahimiza wanafunzi wote kuendelea kusoma kwa bidii, kuzingatia maadili ya taaluma na kutumia elimu mnayoipata kuwa sehemu ya suluhisho la changamoto mbalimbali za afya zinazoikabili jamii yetu na taifa kwa ujumla. Tumedhamiria, tunaboresha elimu yetu.